بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنه مؤمن نمته udhania kwamba yeye ni mu'min, fama yazalu bihi hatta yatba'ahu lima yara min ash-shubuhat. Kwa hiyo anaendelea kumfuata kwa vile shubha zile anazoziona mtu huyu, anamfuata huyo Masihi ad-Dajjal. Idhan wa huwa yahsabu annahu mu'min, dhamir yaudu ila hadha ar-rajul, hairudi kwenye Masihi ad-Dajjal. وقال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع. أسمى الإمام أحمد katika kuwasifu أهل العلم katika watu wa sunna, katika kupigana jihadi na watu wa uzushi. Yamfuna an kitabillahi tahrifa alghalin, hao maulama wa sunna hukikanushia kitabu cha Allah mabadilisho ya wenye kufanya ghuluu, wenye kupetuka mpaka katika dini, wanapobadilisha katika aya za Allah na ayatu sifat. Hawa ahlusunna maulama wanawakanusha na kukanusha hizo tafsiri zao na mabadilisho yao. Wantihala almubtilin, na nisba ya wenye kubatilisha. Wa ta'wil aljahilin, na ta'wili za wajinga. Alladhina aqadu alwiyata albid'a, wale walioinua bendera za uzushi. Wa atlaqu inana alfitna, wakawachilia ule uongozi wa fitna. Fahum mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lilkitab, hao ni wenye kukhtalifiana katika kitabu. Mukhalifuna lilkitabi, wenye kukhalif kitabu. hao watu wa bid'a mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lilkitab, ni wenye kukhtalifiana katika Qur'ani na kitabu, ni wenye kukhalif kitabu. Mujmi'una ala mukhalafati alkitab, wenye kuwafikiana juu ya kukhalif kitabu. Yaquluna ala Allah wa fillah wa fi kitabillahi bighairi ilmin, wanasema juu ya Allah na kwa sababu ya Allah, na katika kitabu cha Allah wanasema bila ya ilmu. Yatakallamuna bil mutashabihi min alkalam, wanazungumza na kusema yale yanayotatiza katika maneno. Wayakhda'una juhala nasi bima yushabbihuna alayhim, na wanawadanganya watu wajinga. Bima yushabbihuna alayhim, kwa yale mambo ambayo wanawafananishia. قال وهذه أصول 10 هي سمات عامة لأهل الأهواء. hii ni misingi 10, ni alama za hawa watu wa bid'a, ni alama amma zinazoenea kwa hawa watu wa bid'a. Tajtami'u fi jami'i al-firaq wa manahijiha, hukusanyika misingi hii katika vikundi vyote vya watu wa bid'a. Wa manahijiha, na zile manhaji zao na njia zao. Wa hadhi usulun 10 hiya simatun amma li ahli al-ahwa, hii ni misingi 10 ambayo ndio alama zinazoenea wa hawa watu wa bid'a. Tajtami'u fi jami'i al-firaq, hukusanyika misingi hii katika vikundi vyote vya watu wa bid'a na zile njia zao. Wa hadha sharhun mujazul laha wa bayan, hii ni sherehe fupi ya misingi hiyo 10 ya watu wa bid'a na uwazi wake. Qala aqadu alwiyata albid'a, ay rafa'u rayati alahwa'i walbid'a. Aliposema Imam Ahmad alladhina aqadu alwiyata albid'a, sasa rafa'u rayati alahwa'i walbid'a, wamenua bendera za bid'a. Falibtida'u qasimun mushtarakun baina jami'i ahli al-ahwa'i wal-iftiraq, uzushi ndiyo qasim, kigawanyo kinachoshirikiana baina ya watu wote wa bid'a na watu wa kufarikisha. Uzushi ndio unaowashirikisha, wote ni wazushi.
فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراق. uzushi ndio kigawanyo ambacho hushirikianwa baina ya watu wa bid'a wote na baina ya watu hao wa kufarikisha dini. wa atlaqu iqala alfitna qala wa a'dhamuha alfitnatu fi ad-din, wameachilia kamba ya fitna na kubwa ya kamba hiyo ni fitna katika dini. wa mufaraqatu sunna, na kuachana na sunna. Wamefarikisha, wametia fitna katika dini na kuiwacha sunna za mtume wameziwacha. fahum mukhtalifuna fil kitabi, yani kitab Allah ta'ala wama jaa bihi rasulul huda sallallahu alayhi wasallam. wao wamekhtalifiana katika kitabu, yani kitabu cha Allah mtukufu Qur'ani, na aliyoyaleta mtume wa uongofu sallallahu alayhi wasallam. mukhalifuna lilkitabi ay alqur'ani was-sunna, wenye kukhalif Qur'ani na sunna. mujmi'una ala mufaraqati alkitab, wenye kuwafikiana kukiwacha hicho kitabu na sunna. aittafaqu fi manahijihim wa usulihim wa maqalatihim ala mukhalafati alqur'ani was-sunna wa mu'aradatihima, wamewafikiana katika manhaji zao, njia zao na misingi yao na maneno yao. wamewafikiana kukhalif Qur'ani na hadithi, wa mu'aradatihima, na kuvipinga hivyo, kupinga Qur'ani, kupinga sunna. watalaqi an ghayrihima, na kuchukua sheria kutokana na isiyokuwa Qur'ani na sunna. hao watu wa bid'a wamewafikiana katika misingi yao hiyo, kwamba wanakhalif Qur'ani, wanakhalif sunna. wao wanapokea kama tulivyosoma katika manahiji zao za kupokea sheria, hawachukui kutokana na Qur'ani na sunna, wanachukua kutokana na ufahamu wa hao mashekhe wao na kutokana na akili za mashekhe wao, na kuacha nukuu na nususi za Qur'ani na sunna. yaquluna ala Allahi bighairi ilmin, wanasema juu ya Allah bila ya ilmu. fahum yansibuna maqalatihim wa usulahum الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبش maneno yao na misingi yao miharibifu, misingi yao fisadi, ila kitabillah, wananasibisha kwenye kitabu cha Allah, wa sunnati rasulillah, na hadithi za mtume wa Allah, wa ila dinillah, na kwenye dini ya Allah. wa dhalika qawluna ala Allah bighairi ilmi, na hiyo ni kusema juu ya Allah bila ya ilmu. kwa wananasibisha maqalatihim, maneno yao, wananasibisha misingi yao hiyo batil, wanainasibisha kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hiyo ndiyo qaulun ala Allah bighairi ilmin, sababu maneno yao yako kinyume na yako dhidi ya kitabu cha Allah na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال وفي الله، يقولون على الله وفي الله أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم. wanasema katika majina ya Allah mtukufu na sifa zake na vitendo vyake bila ya ilmu. Wanasema bila ya ilmu, wanafanya ta'wil ambapo ni kinyume cha makusudio ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, aya zinazoeleza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. wa fi kitabillahi bighairi ilmin, pia wanasema katika kitabu cha Allah bila ilmu, liannahum janabu manahija ahli alilmi, sababu wao wameepuka au wameziepuka njia za ahlul ilmi, aimmatil huda fi talaqi wal istidlal, hawa maimamu wa uongofu katika kupokea sheria wal istidlal na kutolea dalili. wao wameziepuka. ahlul bid'ah, watu wa bid'ah wameepuka njia hizi walizozifuata ahlul ilmi, wao wakachukua njia zao ambazo sio hizi za Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu hadhihi al-umma.
يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. wanazungumza wanasema katika zile aya zinazotatiza au yale maneno yanayotatiza katika sifati, katika qadar, katika mambo ya ghaibu na mfano wao, mambo ambayo hamna nafasi ya kutia rai katika mambo hayo. Hakuna nafasi ya mtu kutia rai yake katika kuelezea sifa za Allah. Hakuna nafasi ya rai katika qadar, katika mambo ya ghaibiyat, mambo ya ghaiba ambayo hayaonekani. Mtu hakuna nafasi ya kutia rai yake. Inalotakiwa ni ittiba, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema al-Imam az-Zuhri, min Allahi ar-risala wa ala ar-rasul al-balagh wa alayna at-taslim. Sisi juu yetu ni kujisalimisha tu, hatuna haki ya kutia maoni yetu katika masala haya ya sifa za Allah, katika masala ya qadar, katika masala ya ghaib. Qala wa yakhda'una juhala an-nasi bima yushabbihuna alayhim, wanawadanganya watu wajinga kwa yale mambo wanaoyafananishia. Fayalbisuna al-haqqa bil batil, alafu wanachanganya haki kuichanganya na batil. Wa yakhda'una juhala an-nasi bima yushabbihuna alayhim, wanawadanganya watu wajinga kwa yale mambo wanaoyafananishia. Wanasema kwamba ukisema kwamba Allah ana uso, basi itakuwa umemfananisha Allah na viumbe vyake. Hiyo ndio wanafananisha hivyo, wanawadanganya watu kwa taawili kama hizo na tashbihi kama hivyo. Fayalbisuna alhaqqa bilbatil, kanya haki na batil. Wa min alamati ahli albid'a ittiba'u almutashabih, ni katika alama za watu wa uzushi kufuata hizo aya mutashabih, zile zinazotatiza. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh, kuna kupotoka, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile zilizotatiza katika Qur'ani. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat tala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-aya, mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma aya hii, walladhi anzala alayka al-kitaba minhu حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت ماما عائشة رضي الله عنها نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Ukiwaona wale ambao wanafuata hizo aya zinazotatiza, hao ndio aliowataja Allah katika aya hiyo ya Ali Imran, fahdharuhum wa tahadharini. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. ونسمع مع علماء وقد علم العلماء، مع علماء ومشجوا kwamba kila dalili ambayo ina matatizo, ina ishkal, laysa bidalilin fil haqiqa, hiyo si dalili kwa uhakika, hatta yatabayyana maanahu, mpaka yabainike maana yake, wa yadhhara almuradu minhu, na yadhihiri makusudio yake. kullu dalilin, waqad alima alulama anna kulla dalilin fihi ishtibahun wa ishkal. Maulama wameshajua kwamba
kila dalili ambayo ina ishtibah, ina kutatiza na ishkal, laysa bidalilin fil haqiqa, hiyo si dalili kwa hakika. Hatta yatabayyana maanahu, mpaka yabainike maana yake, wa yadhhara almuradu minhu, na udhihiri murad na makusudio ya dalili hiyo. ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي, na ushartiwa katika hilo isipinge hiyo dalili, isipingwe na asli qat'i, isipingwe na asli ya uhakika hiyo dalili. Fa idha lam yadhhar ma'nahu, yasipodhihiri maana yake, liijmalin au ishtirakin أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل. فإذا لم يظهر معناه, dalili yasipodhihiri maana yake, liijmalin, kwa sababu kwa ujumla, au ishtirakin, au kushirikiana na jambo jingine, au aradhahu qat'iyun, au ilipinga dalili hiyo asli qat'i, kadhuhuri tashbihin, kama kudhihiri kufananisha, falaisa bidalilin, hiyo inakuwa sio dalili ikiwa imepingwa na aslun qat'iyun. لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره, sababu hakika ya dalili ni kuwa ni dhahir katika nafsi yake, dalili iko dhahir katika nafsi yake, hakuna ishkal. Wadalan ala ghairihi, na ni yenye kufahamisha jingine. Wa illa ihtija ila dalilin alayhi, vinginevyo itahitajiwa dalili juu ya dalili hiyo. Fa in dalla ad-dalilu ala adami sihhatihi fa ahra alla yakuna dalila, ikifahamisha dalili nyingine ala adami sihhatihi, kutosihi dalili hiyo, fa ahra alla yakuna dalilan, basi ni ahra, ni aujab, ni ahaq, ni hakika kutokuwa hiyo dalili, kwamba dalili ina matatizo, dalili ina ishkali, mpaka iwepo dalili nyingine ifahamishe hiyo ya kwanza, itakuwa sio dalili ya haki. ومدار الغلط في هذا إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع. مدار الغلط, mzunguko na asli ya makosa katika hili, inama huwa ala harfin wahid, ni kwa upande mmoja. Inama huwa aljahlu bimaqasid ash-shari, ni kutojua makusudio ya sheria, ni kutojua makusudio ya sheria. Wa adamu dhammi atrafihi ba'dha ila ba'd, na kutokusanya baadhi ya pande zake kuzikusanyia baadhi nyingine. Fa inna ma'akhidh al-adilla 'inda al-a'immati ar-rasikhin inma hiya an tukhadha ash-shari'atu kas-surati al-wahida bihasabi ma thabata min kulliyatiha wa juz'iyatiha al-murattabati 'alayha. Asema ma'akhidh al-adilla, yale yanayochukuliwa katika dalili kwa aima, kwa wale maimamu arrasikhina fil ilmi, wenye kuthubutu katika ilmu. Inma hiya an tukhadha ash-shari'a, ni kuchukuliwa hiyo sheria, kasurati alwahida, kama sura moja, bihasabi ma thabata min kulliyatiha wa juz'iyatiha almurattabati 'alayha, kwa kiasi cha ilivyothubutu katika kulliyati, vile vitu vyote na kitu kimoja kimoja vilivyopangika katika sura hiyo. Wa ammiha almurattabi ala khasiha, naam, iliyopangwa juu ya khas. Wa mutlaqiha almahmuli ala muqayyadiha, na ile aya au zile dalili ambazo ni mutlaqa zikachukuliwa juu ya muqayyad. Wa mujmaliha almufassari bimubayyaniha, na ile mujmal iliyofasiriwa kwa mubayyan. Haya ni mambo ya usuli, hawa ni mambo ya usul. Maulama wanapanga hivyo kwamba mutlaq inachukuliwa kama kuna dalili mutlaq, basi kuna taqidi yake. Kama kuna mujmal inafasiriwa na mubayyan, wa hakadha. Maulama wanachukua hivyo, hawachukui moja kwa moja tu dalili moja kwa moja, wana vitu kama hivyo wanavipangilia mpaka wanatoka na kauli moja. Ila masi wa dhalika mimma nahiha, na yasiyokuwa hayo katika pande zake za masala hayo,
ya sheria kuchukuliwa na maulama. Kwa maulama wale arrasikhuna fil ilmi, wao ndio wanajua njia za kutolea dalili kukiwa kuna taarudh baina al-adilla au dalili zinaonesha kama kuna taarudh, wao ndio wanajua wachukue vipi. Lakini watu wa bid'a wao hawana mambo hayo, wanaoyafuata hawa maulama arrasikhuna fil ilmi. Wa min alamati ahli albid'a ittiba'u alhawa, ni katika alama za watu wa uzushi kufuata hawa za nafsi zao. Qala ta'ala araaita man ittakhadha ilahahu hawa, je wamuonaje, umemuona yule mwenye kufanya hawa za nafsi yake kuwa ni mola wake. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa, umemuona yule mwenye kufanya hawa za nafsi yake amezifanya kuwa ndio mola wake, anafuata hawa kama anavyomfuata Allah. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, wasipokukubalia basi jua kwamba wao wanafuata hawa zao. Waman adhallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, nani mpotevu zaidi kuliko yule aliyefuata hawa zake bila muongozo kutoka kwa Allah. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah hawaongozi wale watu madhalim. قال وفي الآية دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. hii ni dalili kwamba kila asiyemkubalia mtume katika da'wa yake, katika maamrisho yake, kila asiyemkubalia mtume wa dhahaba ila qaulin mukhalifin liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam, akaenda kwenye kauli ambayo ina khalif kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yadhhab ila huda, huwa hajakwenda kwenye uongofu. Wa inna ma dhahaba ila hawa, isipokuwa amekwenda kwenye hawa zake. Kila mwenye kumfuata, yani kufuata kauli ambayo ni mukhalif li kauli rasul, tunasema wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Sasa watu wamfuati mtume, watu wa bid'a wanafuata kauli za mashekhi wao zinazosema hapana, sio kwamba kullu bid'atin dhalala, ziko bid'a nyingine sio dhalala. Hii moja kwa moja ni kukhalif maneno ya mtume sallam na kufuata maneno ya watu wengine. Kwa hiyo hii ndio maana ya maneno haya, wa fil aya dalilun ala anna kulla man lam yastajib lirrasul fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kwa hiyo kila asiyemkubalia mtume akenda kwenye kauli inayokhalif kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu hakufuata muongozo wa mtume, isipokuwa anakwenda kwenye hawa za nafsi yake. قال الخطابي رحمه الله وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب. والقسمة ثنائية، إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى. قسمان ثنائية، mambo ni mawili, ima kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na ima kufuata hawa. Aidha umfuate mtume, usipomfuata mtume utafuata hawa. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، je wamuona yule mwenye kumfanya mola wake ni hawa zake, wa adallahu Allah ala ilmin, Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza ala ilmin. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يأتمر بهواه، huyo anafuata hawa zake. Famahma raahu hasanan fa'alahu, vyovyote anavyoona hawa ni nzuri hufanya jambo hilo. Wa mahma raahu qabihan tarakahu, na vyovyote anavyoona hawa zake zinasema jambo lile ni baya, tarakahu, huliwacha. Wa malikin la yahwa shay'an illa abadahu, hapendi jambo isipokuwa huliabudu jambo hilo. Kwa hiyo ile hawa wamefanya kama ni mola wao, kama ni Mungu wao, wanafuata hawa za nafsi zao na kuacha nususu hizi zote za Qur'ani na hadithi. Idha hakama alhawa ustughliqa alaqlu, ikihukumu hawa
akili inafungwa, wasuddat manafidhu tafkir, na hufungwa huzibwa tundu za kufikiria. Ile hawa ikisha hukumu, akili inafungika, inakuwa haioni wala haisikii, akili inafuata hiyo hawa. Wasuddat manafidhu tafkir, na hufungwa pia huzuiliwa tundu za kufikiria, inakuwa hazina tena nafasi kufikiria kwa sababu mtu anafuata hawa tu. Qala fala nadhara ila alayati albayinat, hakuna kuangalia aya zilizowazi, wala ila dalalati alwadihat, wala dalili zilizowazi. Lianna alhawa yaruddu dhalika kullahu wa yu'ridu anhu, sababu hawa zinapinga hayo yote na kuyapa mgongo. Fayusbihu almar'u asiran lisultani alhawa, kwa mtu anakuwa ni mateka wa mfalme wa hawa. Hawa inakuwa ni mfalme, hasikii dalili wala haoni dalili zilizowazi. Fayusbihu almar'u asiran lisultani alhawa, kwa mtu anakuwa ni mateka wa mfalme huyo wa hawa. Takhtalitu alayhi almasalik, njia zinamchanganya. Watashtabihu alayhi ad-durubu, njia zinamtatiza. Watudhlimu fi tariqihi subulul haqqi wal hidayah, na hufanya giza katika njia yake, njia za haki na mwongozo zinakuwa giza, haoni haki wala haoni hidayah. Wattiba'ul hawa abrazu sifati ahli al-ahwa'i wal bid'ah, kufuata hawa ndio sifa iliyo dhahiri zaidi kwa hawa watu wa bid'ah. Ittiba'ul hawa abrazu sifati ahli al-ahwa'i wal bid'ah, hii kufuata hawa ndio sifa iliyo dhahiri zaidi kwa hawa watu wa bid'ah. Wanafuata hawa za nafsi zao. Nafsi ikiona jambo hili ni zuri, basi wanasema jambo hili ni zuri, hata kama kuna dalili inayopinga na kuharamisha, hawa zinaona kwamba ni zuri, wanalifanya. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an luzum ittiba'i al-hawa li ahli al-bid'ah wa annahu la yanfaku anhum bihal. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea an luzum ittiba'i al-hawa, ulazima wa kufuata hawa kwa watu wa bid'a. Yani watu wa bid'a wanajilazimisha kufuata hawa. Wa annahu la yanfaku anhum bihal, na kwamba jambo hilo haliwachani nao kwa hali yoyote. Jambo hilo la kuwafuata hawa haliwachani na watu wa bid'a kwa hali zote. Yulazimuna ittiba'al hawa, wanalazimiana na kufuata hawa, kama vile watu wanavyolazimiana na Qur'ani na Sunna, na wao wanalazimiana na nini? Ittiba'ul hawa. فعن أبي عامر الهوزني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قام فيهم فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال. يبقى أن أبو عامر الهوزني كما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما alisimama na kusema, ala fahamuni inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qama fina, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu. Faqala, akasema, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla, fahamuni kwamba waliokuwa kabla yetu katika ahlul kitabi walifarikiana milla 72, vikundi 72. Wa inna hadhihi al-ummilla sataftariqu ala 73, na milla hii, kikundi hiki, ummati huu utafarikiana vikundi 73. 72 fi an-nar, vikundi 72 vitakuwa motoni. Wa wahidatun fil janna, kikundi kimoja tu kitakuwa peponi. Wa hiya aljamaa, kikundi chenyewe ni aljamaa. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilka alahwa, na kwamba watatokeza katika ummati wangu watu, tajara bihim tilka alahwa, zitawapeleka hizi ahwa, kama yatajara alkalabu bisahibihi, kama yatajara alkalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun
إلا دخله وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء hakika watatokeza katika umati wangu watu ambao ahawa zitawatawala na kuwapeleka kama yatajara alkalabu bisahibihi la yabqa minhu irqun yani kama mwili unavyopeleka mtu mwenyewe la yabqa minhu irqun hautabakia mshipa wala mifsalun wala kiungo illa dakhalahu isipokuwa huingia illa dakhalahu isipokuwa huingia katika hawa ndiyo hizo ahwa zitakazowapeleka watu katika ummati wangu. وقال البربهاري في شرح السنة واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف jua kwamba hizi ahwa zote radia ni vitu vibaya viovu tad'u kulluha ila saif zote zinalingania kwenye saif kwenye upanga. وقال أيضا وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه ukimwona mtu anakaa pamoja na mtu wa bid'a pamoja na mtu katika watu wa bid'a mtahadharishe waarifu na mfahamishe kwamba huyu ni mtu wa bid'a usikae naye fa injala samahu ba'da ma alima fattaqihi akikaa naye baada ya kujua baada ya kufahamishwa kwamba huyu ni mtu wa bid'a fattaqi jikinge naye fa innahu sahibu hawa kwani huyu ni mtu wa hawa za nafsi. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن na pia katika alama za watu wa bid'a ni sunna kupinga Qur'ani muaradhatu sunna bil Qur'an sunna kuipinga Qur'ani. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السمة من سمات أهل البدع Mtume صلى الله عليه وسلم ameelezea alama hii katika alama za watu wa bid'a faqala sallallahu alayhi wasallam yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi anakurubia mtu kutegemea katika kochi lake anazungumziwa hadithi katika hadithi zangu fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla alafu anasema baina yetu na baina yenu ni kitabu cha Allah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu tunayopata katika Qur'ani halali tunaihalalisha wama wajadna fihi min haramin haramnahu na tunalopata katika haramu katika Qur'ani tunaliharamisha. Yani hawataki hadithi wanataka Qur'ani peke yake. ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah fahamuni kwamba aliloharamisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah ni mfano aliloharamisha Allah. هذا لفظ ابن ماجه. وفي الحديث تحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله مما ليس له ذكر في القرآن. حديثه نتهذريش كخالف سنة ambazo ameziweka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mimma laysa lahu dhikrun fil Qur'an ambazo hazijatajwa katika Qur'ani. Kwa hiyo hadithi hii inawasema wale ambao hawataki hadithi za mtume wanataka Qur'ani peke yake na kusema bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin haramnahu. wali Qur'aniyun ambao hawana haja na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume anawaambia ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah aliloharamisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama aliloharamisha Allah kwa sababu hadithi pia ni wahi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii inatahadharisha kukhalif sunna za mtume ambazo ameziweka ambazo hazimo katika Qur'ani na mambo mengi mtume sallam ameelezea ambayo hayamo katika Qur'ani. Mambo mengi sunna nyingi amezileta mtume zisi ambapo hazimo katika Qur'ani, kwa hiyo zinatakiwa zitekelezwe sababu sunna za mtume hadithi za mtume sallam ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kama tulivyoelezea
kwamba sunna zote za Mtume sallam ziko katika aya ya Allah, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sunna zote zipo katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kila alilokuleteeni mtume likamateni mlifanye, na kila alilokutazeni mtume liwacheni. Hadha wallahu a'lam.